adha tulizokuwa tunazipata, tunashindwa kusafirisha mizigo yetu, hususan wakati wa mvua. Maji yakijaa, biashara zinakuwa haziendi. Maana huwezi kuvuka kwenda kuchukua biashara, wala biashara haiwezi kuja huku. Watu walikuwa wanatumbukia na magari, watu wamekufa wengi, wameharibu magari yao. Lakini kwa sasa hivi tunashukuru. Afrika ndio likaanza kuzidisha maji yakawa mengi, ndio paka mwaka juzi akachukua gari na watu walikuwa 3 wakachukuliwa, na sasa tunashukuru sana kwa kupata daraja kama hili, ndio tutakuwa tunapita vizuri. Kazi za ujenzi zimehusisha ujenzi wa daraja la mita 60, ujenzi wa makalavati madogo 4 yenye ukubwa tofauti tofauti, pamoja na barabara za maingilio zenye urefu wa kilomita 1.5. Kwa ujumla, kazi zote hizo muhimu za uinuaji wa tuta la barabara pamoja na ujenzi wa daraja zimekamilika. Kazi zilizobakia ni ufungaji wa taa za barabarani, tuna jumla ya taa 52. Lakini vile vile uimarishaji wa kingo za tuta unaendelea, ikiwemo kuweka chuma za kingo la tuta la barabara pamoja na ujenzi wa mawe pembeni ya barabara na kufungua mitaro. Ndugu zangu wananzali, sisi tujaribu kupita ili tuone panapitikaje hapa kwenye hili daraja. Lakini tangu leo endeleeni kulitumia, endeleeni kupitisha mazao, endeleeni kupita toka kwa kijiji kimoja kwenda kingine, endeleeni kutumia kupeleka wagonjwa, wanafunzi waendelee kupita kwenda mashuleni na huduma zingine zote juu ya daraja hili. Limejengwa kisasa, linavutia kwa sura, lakini tumehakikishiwa na wataalamu kuwa daraja hili ni imara. Kwa hiyo piteni bila wasiwasi wowote, na sisi tutangulie kupita. Leo nimesikia vigelegele ambavyo sijawahi kuvisikia.